Nitamani kumwambia Mungu, Bwana ametoa, jina la Bwana libarikiwe. Mtazamaji, mimi ni Alphonse Kusaga, mwandishi wa Wananchi. Hapa ni nje ya chumba cha kuhifadhia maiti, kwa maana kwamba mortuary ya Murieti. Hawa unaowaona ni madereva bajaji ambao wamekuja kumwaga mwenzao Elias Julius Msuya, kijana ambaye ana umri wa miaka 28. Aliuawa maeneo ya kuelekea Nadokati. Yeye alikuwa ni dereva wa bajaji, lakini watu hao waliomfanyia unyama huo walichukua bajaji yake na kwenda kuitelekeza maeneo ya Oljoro huko, ambako walichomoa kila kitu ambacho kilikuwepo kwenye bajaji. Tumezungumza na baba mzazi wa kijana huyu akieleza machungu kuhusiana na kifo cha mwanae, namna ambavyo anamtegemea. Anasema kwamba kijana wake ameacha mtoto pamoja na mkewe akiwa ni mjamzito. Mimi naitwa Julius, baba mzazi wa Eliamini Msuya, ambaye aliuawa katika harakati za utafutaji riziki. Taarifa nilizipata baada ya mke wake kuniambia hajapatikana nyumbani. Nikaanza kutafuta kwa kutumia simu. Baada ya hapo tukatafuta, nikaona nimtafute mwajiri wake. Baada ya hapo mwajiri wake akanambiaje, bwana, na sisi huku hapatikani kwenye simu. Baada hapo tena akaja akanambia tumepata bajaji lakini mwenyewe hajapatikana. Sawa. Kaa kidogo, baada hapo akanipigia akanambia njoo sehemu Murieti huko kituo cha polisi. Niliposhuka hapo kituo cha polisi nikakuta pale hayupo. Nikaambiwa kwamba nenda kule hospitali. Kabla sijafika hospitali nikapata taarifa kwamba kijana wako amefariki. Tukaja mpaka hapa. Kuja hapa nikaambiwa kaangalie kule ndani ya mortuary kwamba huyo kijana ni wa kwako au sio wa kwako. Nilipofunguliwa ile kabati ya mortuary nikakuta ni kijana wangu. Basi hapo ndio maelezo yangu ya zaidi, sina la zaidi kwa kweli. Alikuwa tegemeo kwangu kama kijana ambaye atakayesaidia kwa mimi kwa msaada zaidi, kwa sababu ni kijana ambaye alikuwa anahangaika na maisha yake. Kajua kwamba atasaidia familia pamoja na familia yake, lakini ni huyo ametutoka kiaina kwa kuuawa. Maana sio kwamba aliugua, hapana. Nilichokuta ni kwamba yeye aliuawa kutokana na nini? Kwenye kazi yake, kwenye utafutaji. Ndio hiyo tu, mimi sina lingine. Jana wangu aliacha mtoto mmoja wa kike, nadhani umri wa miaka 4 hivi, sawa? Alafu bado akamwacha mwali wangu na ujauzito, ambao ujauzito ule utanitegemea mimi kutokana kwamba hayupo tena. Na pili yake nilienda hadi kwao kule mwali wangu, kaka yake akaja pale akamkuta, akaniambia bwana, tutasaidiana kutokana na nini? Yaani tuseme msaidizi wake hayupo kwenye ile familia. Serikali kama watapata majibu sahihi sawa, lakini ninachosema mimi kwa mimi nitasamehe kwa sababu madhaifu ya mwanadamu yako mengi. Tukipata ujumbe kamili, serikali iwajibike yenyewe tu kwa hayo mambo, kwa sababu wao ndio walinzi wetu. Ni kwamba wajitahidi kuchukua tahadhari, kwa sababu mpaka sasa hivi wanatembea wakiwa na wasiwasi. Unaweza kupakia mtu ukasema ni mwanadamu, kumbe yeye anapendelea sana kufanya kitu ambacho ni maasi kwako. Hutaweza kumgundua wakati kama umebeba abiria. Taratibu wa mazishi tumepanga ufanyike nyumbani kwetu Gonja Bombo, na tulipanga kwamba tuondoke muda wa saa 12 jioni, tuamkie kule Jumatano saa 3, ili tukapanga utaratibu wa kule nao wafahamu kwamba tunaandaje mapema. Lakini sasa kutokana jinsi tunavyohangaika na mambo ya muda, sidhani kwamba labda tunaweza kuahirisha au tukaendelea na utaratibu huo tuliopanga wa huo muda. Lakini sasa ninachoangalia ni kwamba hivi
itakuwa ngumu kidogo kwa sababu watu wako wengi na ile sehemu nayokaa sio kubwa sana kiasi vile, ila tu nilivyosikia utaratibu ni kwamba watakaa sehemu nyingine tofauti. Pale kuna eneo la barabara umbali naweza kukaa umbali tukaoga mwili wake pale nyumbani. Nimejisikia vizuri na natamani wawe na moyo huo na Mungu awabariki sana, waweze kupendana katika shule kama hii. Ni mwenzake kipata tatizo, waje wote wasaidiane kama walivyonisaidia. Kwa shina watu vizuri, hata wengine wao walioko pale nyumbani wanatoa ushuhuda kwamba kijana alikuwa na shida na mtu. Majina naitwa Ruben Danieli Mwasu. Mimi ni aliyepata mjomba wake Eliamini Julius Msuya, na hizi taarifa za kifo chake zimetusikitisha sana, kwa maana ya kwamba amefanyiwa ukatili uliopitiliza. Hawa watu wote unawaona wako hapa wapo kwa ajili ya huyu kijana, kwa maana ya moyo wake wa upendo na watu. Hakuwa mlevi, hajawahi kuvuta bangi, na mfahamu ni anko wangu, na ametuachia pengo kubwa kwa sababu dada yangu ana watoto wawili peke yake. Yaani hapa kijana ametuachia mke mjamzito ambao ni mzigo wetu tu wa kulea, na watoto wawili. Watoto mpaka sasa hawakuwa wana uelewa wa kutosha kutambua sura halisi ya baba yao. Zaidi sana sasa wamebaki na historia ya kama picha kama hizo. Hili jambo linasikitisha kwa kiasi ambacho hatuwezi kuzungumza kirahisi namna hii, na hatujui kama serikali inatuelewa. Hatuelewi. Kwa sababu mpaka sasa tuko hapa. Wewe Kusaga ni shahidi. Kinachotufanya tukae hapa Murieti muda mrefu ni saini tu. Yaani ni saini tu ya hakimu. Ndio maana tumekusanyika hapa. Hawa watu wote unawaona hapa wako kwa ajili ya familia zao. Wanatafuta riziki kwa ajili ya familia zao, lakini bado wanawindwa. Tunaomba serikali ya Jamhuri wa Muungano wa Tanzania iangalie hili jambo kwa undani. Mimi naamini serikali bado ina uwezo kabisa wa kuweza kututatulia haya mambo. Yameshamiri sana, huyu si wa kwanza. Hata wewe unajua mambo ni mengi yametokea, na maeneo alikotupwa Eliamini juzi kati kuna sadikika kuna watu waliuawa maeneo hayo wakafukiwa. Sisi tunashukuru Mungu kwa maisha yake, lakini tuna uchungu sana kwa sababu ni kijana ambaye tulikuwa tumemtarajia mambo makubwa sana. Sisi tumemtarajia, lakini watoto wake walikuwa wamemtarajia mambo makubwa zaidi. Mimi kama mjomba wake nashukuru sana uongozi wa bajaji Friends Corner na watu wote waliofika eneo hili kwa ajili ya kutuma message kwa serikali kwamba wana uchungu mioyoni mwao. Wanaumizwa na vitu ambavyo vinaendelea siku hadi siku na hatupati majibu. Tunaamini tuna serikali sikivu, lakini hii serikali haijawahi kutupa majibu sahihi. Ukatili unaendelea siku hadi siku, na hata wakisema wanachunguza hawajawahi kutuletea taarifa ama ripoti yoyote. Hilo ndilo linatuumiza sisi. Tunaamini hata hili litapita na hatutapata majibu. Hilo ndilo linatuumiza sisi vijana. Hawa wote wangeamua kuiba hawa hapa Kusaga, hawa vijana wote hawa. Hii serikali kama inashindwa kukamata mwizi mmoja tu, hawa vijana wote wakiamua waachane na bajaji, waingie mtaani, tunaweza kuishi kweli kwa amani? Amani inakwenda pamoja na haki. Tukifanywa haki haya mambo hayawezi kutokea. Kwa hiyo tunaiomba serikali, tunaamini inatusikia, na huu tu ni ujumbe mfupi. Mimi kama mjomba wake, nimemlea, ni kijana wangu, ni mtoto wetu. Kwa kweli tumesikitishwa sana na jambo hili. Kila mmoja katika familia hakuna ambaye ameweza kupata nafasi kubwa kwa namna ya kutosha kumkagua kijana.
lakini waliomkagua awali wanasema ametobolewa na kitu chenye ncha kali maeneo ya mgongoni na kichwani amejeruhiwa. Kwa hiyo anaonekana wakati wamemjeruhi wamemtupa na amekosa msaada, maana ilikuwa ni usiku wa kuamkia Jumamosi. Mimi mwenyewe nilikuwa safari, mimi ni driver, huwa nafanya ruti zangu sana mikoani. Nilipata hizi taarifa wakati ninarejea kutoka safari. So kwa kweli nimeumia sana.